wa meli Tanzania. TASAC. Hujambo mtazamaji na karibu katika makala hii maalum inayoangazia ushiriki wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC katika maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini yaliyofanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan vilivyopo Bombambili mkoani Geita. TASAC, shirika la uwakala wa meli Tanzania. TASAC. TASAC ni shirika la uwakala wa meli Tanzania linalosimamia udhibiti wa huduma za usafiri majini, usalama, ulinzi wa vyombo vya usafiri majini na utunzaji mazingira ambamo vyombo hivyo vinafanya kazi. Aidha, TASAC ni mtekelezaji wa mkataba wa shirika la bahari duniani iliyoridhiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika masuala ya usimamizi wa meli, boti na mabaharia kuhakikisha viwango vya kimataifa vya uchukuzi na usafirishaji wa mizigo na abiria kupitia bahari, maziwa, mito na mabwawa vinazingatiwa, huku maslahi ya taifa dhidi ya uchafuzi wa mazingira majini vinalindwa kwa kutekeleza mikataba ya shirika la bahari duniani. Lakini pia TASAC inafanya biashara ya huduma za meli kwa kugomboa na kuondosha bidhaa za kipekee. Katika maonesho haya, TASAC imeonesha uwepo wake na kujikita katika kutoa elimu ya utekelezaji wa majukumu yake na kuhakikisha usalama wa abiria, mizigo, shehena ya makinikia, kemikali na vilipuzi vinavyotumika migodini ni salama. Kati ya mambo muhimu yaliyosisitizwa katika maonesho haya ni kuyakumbusha makampuni binafsi kuacha kujihusisha na ugomboaji wa kemikali na vilipuzi vinavyotumika kwenye migodi, kama anavyofafanua mkurugenzi wa huduma za shirika Bwana Hamid Mbegu, ambaye alitumia maonesho hayo kuwatahadharisha wachimbaji wadogo na wakubwa pamoja na makampuni ya ugomboaji na uondoshaji wa shehena kwamba yasifanye ugomboaji. Rai kubwa kabisa, wadau wanatakiwa wakishe wanazingatia sheria. Kwa mfano, kwenye eneo la wachimbaji wakubwa na wadogo tumezungumzia swala zima la sisi uondoshaji wa shehena zinazohusiana na masuala ya vilipuzi pamoja na kemikali. Kwa hiyo wakati wa kuondoa shehena hizo wanatakiwa wazingatie sheria. Inasema kwamba TASAC ndio kapewa exclusive mandate ya kufanya kazi hii na si kampuni yoyote nyingine ya binafsi inayofanya masuala ya clearing and forwarding. Kwa hiyo rai yetu kwa hao wachimbaji wanaoagiza hivyo vifaa, makampuni yanayoagiza hivyo vifaa na makampuni ya clearing and forwarding ya binafsi wanatakiwa kutambua hilo exclusive mandate ni jukumu la TASAC na si kampuni nyingine. Kwa hiyo wakati wanaondosha shehena hizo wahakikishe wanaziondoa shehena hizo kupitia TASAC na si kupitia kampuni yoyote nyingine. Ziko taarifa kwamba kuna baadhi ya hizi kampuni zinafanya taratibu hizo kupitia makampuni binafsi. Kwa mfano, ziko taarifa kuna kemikali ya sodium cyanide ambayo ni kemikali inayotumika kwenye madini. Wengine kwa kutokuelewa au labda kwa kujua wanafanya clearance kupitia hizi kampuni za binafsi za clearing and forwarding, wakati hizo kemikali ni kemikali hatari, zinatakiwa ziondolewe kupitia TASAC. Kwa hiyo rai tunayotoa, wazingatie sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia uondoshaji wa hizo shehena. Uondoshaji ufanyike kupitia shirika la uwakala wa meli Tanzania na si vinginevyo. Lakini kubwa zaidi, waendelee kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Sisi kama TASAC tumejipanga sana, hususani kwenye ugomboaji na uondoshaji wa bidhaa mahususi ambazo ni makinikia, nyara za serikali, vilipuzi pamoja na silaha, wanyama pori pamoja na kemikali ambazo zinatumika katika uchimbaji wa madini. Katika maonesho haya, TASAC haikushiriki tu kama taasisi bali kama darasa linalofundisha taifa kwa vitendo, darasa ambalo linaunganisha wadau wa sekta ya madini na sekta ya usafirishaji majini, huku kizazi cha kesho kikipewa pia kipaumbele kwa kuwaelimisha juu ya namna ya kutumia vifaa okozi na fursa za kusomea ubaharia. Kwa hiyo TASAC anakuwa anaangalia hili siri humu, kuna watu wengine wanakuwa hapo humu wanaohudumia wale abiria, kuwaonyesha namna ya sehemu ya kwenda kujisaidia, namna ya kukaa tatizo likitokea, namna ya kuweza kufanya. Sasa huyu TASAC anaangalia huyo mtu anayekaa anaitwa baharia,
sawa, ana elimu ya ubaharia ya kutosha kusimama na kutoa huduma kwenye chombo hiki, sawa, huyo ni nani? TASAC. Ninyi mmesema mnasoma shule ya msingi, sawa, inabidi msome mwende mkafanye kazi kwenye maji, kwa sababu unaweza kuwa captain, unaweza kuwa baharia, kwa unaelekeza watu namna ya kutumia hili, au kwa wapanga watu wakakaa vizuri. Sio mnajipanga kwenye mstari, mkiwa pale mnajipanga mstari, mna viranja, na kwenye meli huko kuna watu wanapita wanapanga mkae vizuri. Kwa hiyo watoto ni vizuri mkafahamu hivi vyombo na mnavyotumia mnavitumia vizuri. Lakini pia mnaweza mkawa ni wavuvi, mnaweza mkamiliki vile ile mitumbwi. Mkimiliki ile mitumbwi, basi inabidi muisajili TASAC iweze kutambulika, iwe na namba, alafu pia mnavyoviendesha viweze kufanya kazi zile ambazo kama ni kubeba abiria na beba abiria, kama ni mizigo ni mizigo, kama ni kwenda kuvua unaenda kuvua, ili mradi kwa kufata utaratibu kama huo. Mnasikia watoto wazuri? Kwa hiyo ndiyo TASAC. Kwa hiyo TASAC ni mdhibiti wa vyombo vya usafiri majini. TASAC ni nani? Ni mdhibiti wa vyombo vya usafiri majini. Rudia tena, TASAC ni nani? Ni mdhibiti wa vyombo vya usafiri majini. Safi kabisa. Swala la elimu ya uzingatiaji sheria na taratibu zilizowekwa ili kuimarisha usalama wa abiria na mizigo walikuwekwa kando. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limeeleza kuwa linaendelea kudhibiti na kusimamia usalama wa vyombo vyote vya usafiri majini vinavyofanya safari za ndani na nje ya nchi ili kuhakikisha vinazingatia sheria na mikataba ya kimataifa. Kwa tunafikia wananchi kwa ajili ya kuweza kuwapa elimu za usalama namna gani ya kuweza kuchukua hatua pindi ambapo panatokea matukio ya ajali ndani ya maji. Lakini pia tunashukuru katika mkoa wetu wa Geita kwa mwaka mzima wa mwaka 2024 kwenda 25 hatukuwa na ajali za vyombo vya majini kutokana na udhibiti ambao tunaufanya na ukaguzi wa mara kwa mara wa vyombo vya majini, hususani kwa vyombo vidogo. Tunafahamu kwamba mkoa wa Geita mwambao wote kutoka maeneo ya Nkome mpaka Magarini ni kwamba tuna vyombo vidogo vidogo ambavyo vinasafirisha abiria, vinasafirisha vingine mizigo na vingine pia vinafanya uvuvi. Kwa hiyo katika kuliangalia hilo TASAC pia tulienda mbali sana kwa ajili ya kuweza kuhudumia hawa watu katika kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata elimu ya usalama majini. Na hii elimu ya usalama ni pamoja na uvaaji wa maboya au kozi. Naomba nitumie fursa hii kutoa rai kwa wananchi wetu wa Geita na maeneo ya kando kando mwa Geita. Katika vyombo vidogo, abiria wote lazima wavae life jacket kabla ya safari kuanza. Hiyo ndio sheria jinsi inavyotaka. Hii ni kuhakikisha kwamba wewe kama mwananchi ambaye unasafiri unalinda maisha yako kuanzia mwanzo wa safari na mpaka mwisho wa safari yako. Kwa upande wa Geita kwa kweli tunadhibiti kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu leseni ambazo tunatoka vyombo vidogo ni kwamba tunatoa leseni kulingana na matumizi ya chombo. Mfano, chombo cha abiria hakipaswi kupakia mizigo. Chombo cha mizigo hakipaswi kupakia abiria. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya vifaa ambavyo vinatakiwa kuwa ndani ya vyombo vya abiria ni vifaa vinavyotakiwa kuokoa wale abiria pindi ajali inapotokea. Lakini mtu anapochukua abiria kuingiza kwenye mizigo, wakipata matatizo ni kwamba hawezi kuokoa maisha yao. Kadhalika vyombo vya mizigo havitakiwi kupakia abiria kwa sababu vifaa vinavyotakiwa kuokoa mizigo ile haviwezi kutosha wale abiria ambao wako kule ndani. Kwani pakitokea ajali kwa mtu aliyevaa life jacket ni rahisi kuokoa maisha yake kulikoni yule mtu mwingine ambaye hajavaa life jacket. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuijali sana sekta ya maji katika kuokoa maisha ya wananchi wetu. Ameweza kutupatia boti za uokozi ambazo ziko zinafanya kazi Mwanza na miradi mingine mingi ambayo ameweza kuileta katika maeneo yetu, hususan miradi ya uokozi kwa kujenga minara na pia kwa kujenga maeneo mengine kwa ajili ya kuokoa hawa watu ambao wanaweza kupata matatizo yote. Wadau wanaohudumiwa na shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC walioshiriki katika maonesho hayo wanakiri kwamba uwepo wa TASAC unawaongezea amani na kuondoa wasiwasi wao kuhusu usalama wa mizigo, kemikali na vilipuzi vinavyotumika migodini. Kiujumla tu niwapongeze kwa kazi nzuri mnayofanya kwa kushirikiana pamoja na sisi wadau wakubwa wafanyabiashara ili kurahisisha upatikanaji au uingizaji na utoaji wa mizigo ndani ya nchi na nje ya nchi. Otherwise sisi kama kampuni ya ESE tunawashukuru sana. Tumekuwa tukifanya kazi bega kwa bega
Lakini pamoja na hiyo, kama kuna changamoto na mapungufu, sisi sote tu familia moja, tuko katika kuijenga hii nchi. Tushikamane, tuendelee kufanya kazi kwa weledi ili maendeleo yapatikane. Kunashukuru kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakitupa kama GGM na kitengo cha supply chain kwenye kuclear mizigo yetu na inafika kwa wakati. Mwanzoni tulipata changamoto kidogo, lakini kwa ushirikiano tukaweza kutatua changamoto. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuna changamoto yoyote ambayo tunaiface kupitia TASAC. Kwa hiyo tunawashukuru kwa ushirikiano wenu na tunaahidi kuendelea kufanya kazi na TASAC. Ushiriki wa TASAC kwenye maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini unaashiria dhahiri juhudi za serikali za kuhakikisha usalama, uwajibikaji na uwazi katika sekta ya madini, na inatuma ujumbe wa wazi kwa wadau wote kuwa shughuli za uchimbaji na usafirishaji zinaweza kufanyika kwa usalama na kwa mujibu wa sheria bila hofu. Lakini huu ni uthibitisho kwamba Tanzania ipo kwenye njia sahihi ya kudhibiti na kulinda rasilimali za taifa, abiria wake na sekta ya madini kwa ustawi wa taifa lote na kuleta maendeleo endelevu. TASAC, shirika la uwakala wa meli Tanzania. TASAC.